Shalom, Bwana Yesu asifiwe, watoto wa Mungu. Kama ilivyokuwa kawaida yetu, inapofika masaa mengine tunakuja mbele kujifunza maneno ya Mungu, kumkumbushana, kwa sababu Mungu yupo. Hata huo uhai uliokuwa nao sio wa kwako, ni Mungu tu ndio anakubeba, japo wewe mwenyewe labda usizingatii hilo. Sasa leo nilikuwa nataka kugusa nyanja hii ambayo nitagusa Waislamu pia na Wakristo. Tunajua kwamba dini zote hizi mbili kuu zinasubiri ujio wa Yesu Kristo, maana tunasubiri ugeni wa kuja kwa Yesu, ambayo Waislamu wanamwita Nabii Isa na huku Wakristo tunamwita Yesu. Sina uhakika 100% kwamba Nabii Isa ndio Yesu, lakini kwa matarajio ambayo dini zote zinamsubiria kurudi, basi tunaamini kwamba Nabii Isa ni Yesu, japo haina 100%. Sasa wenzetu wanasubiria kuja kwa Nabii Isa na Wakristo wanasubiria kuja kwa Yesu Kristo, ambazo hizo ni ahadi ambazo ziko katika vitabu vyote. Qurani ahadi hiyo ipo, na katika Biblia takatifu ahadi hiyo ipo. Sasa nimeona niliseme hili kwa sababu ninaona Wakristo tuko bize sana kujiandaa kumpokea Yesu Kristo ambayo ndio huo ugeni, na ogopa sana mgeni ambaye amekupa taarifa atakuja. Ina maana amekupa taarifa atakuja, nini maana yake? Maana yake ujiandae na usafishe maeneo ambayo yeye atafikia, umwandalie sehemu ambayo yeye atafikia. Ndio maana ya mgeni kukupa taarifa. Sasa ninapoona katika hizi imani mbili, Wakristo wako bize sana kujiandaa kumpokea ugeni au kupokea huu ugeni, lakini nikiangalia upande wa pili sioni huo ubize wa kuupokea huu ugeni. Sasa najiuliza, huyu mgeni atakapokuja, unafikiri ni wapi atakwenda kufikia? Ili nakupa swali wewe ndugu msikilizaji unaosikia haya mafundisho au unaosikia haya maneno yangu. Huyu mgeni unaona ni wapi atafikia? Atafikia pale wanapomwandalia sehemu ya kufikia? Atafikia pale sehemu ambapo ameandaliwa kwa kufikia, au atafikia sehemu ambayo haijui au hawakumwandaa? Atafikia wapi? Mimi nasema kama ulikuwa ulijui hili, mgeni mwenye taarifa anatakiwa aandaliwe sehemu ya kufikia, basi hujachelewa. Anza sasa kuandaa huyu mgeni pahali pa kufikia. Huu ugeni ni mzito sana, ugeni huu una uzito sana. Kama waungwana wanavyosema, mgeni fika mwenyeji apone, na kutarajia kufika kwa mgeni huo, basi ni sisi wenyeji tupone. Tunaponaje? Kupona kwetu ni kwenda kuokolewa na kuishi yale maisha ya milele. Sasa utaokolewa vipi ukiwa wewe ujiandai kumkaribisha huyu mgeni? Kwa hiyo ninakwambia, weka maneno haya akilini na usiseme sijakwambia. Jiandae sasa, hujachelewa. Na maandalizi ya huyu mgeni, naweza nikakupa siri, ni kuishi maisha matakatifu, ni kutubu dhambi zako, ile toba ya kweli. Usiangalie umetenda dhambi kiasi gani, kwa sababu neema ya Mungu ni kubwa kuliko dhambi zako. Rehema za Mungu ni nyingi kuliko dhambi zako. Naseme shalom na mbarikiwe sana watoto wa Mungu. Bye bye.